Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 4, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Petro Chanel, padre na mfiadini. Petro Chanel alizaliwa nchini Ufaransa mnamo tarehe 12 ya mwezi Julai mwaka 1803. Wazazi wake walikuwa Wakristo wema ambao walikuwa wakulima na wafugaji. Akiwa mchanga, kabla hajaweza kutamka neno, mama yake alimfunza kufanya ishara ya msalaba, na alipoweza kutembea kidogo, aliwasindikiza wazazi wake kanisani kushiriki misa. Petro Chanel alisoma katika shule ya kanisa. Akiwa mwanafunzi, aliwapendeza walimu wake na wanafunzi wenzake pia kwa tabia yake njema. Hata askofu mmoja alisema, mtoto huyu ana moyo wa dhahabu uliojaa imani na anaishi kama malaika. Masomo yake yalimtia hamu ya kwenda kuongoza watu waliokuwa bado katika upagani. Alipata upadre, akaingia shirika la mapadre Maristi. Akatumwa kuhudumia katika misioni ya Australia mnamo mwaka 1831. Alivuka bahari na baada ya safari ya siku nyingi alitua kisiwani Futuna. Alipofika, mara alimtolea Bikira Maria watu wa Futuna, akitundika medali za Bikira Maria katika miti. Mtawala wa nchi hiyo alijifanya mwenyewe kama Mungu. Hata hivyo, alimpokea Petro kwake, akamjengea nyumba na kukaa. Kadiri siku zilivyoendelea, watu walizidi kuja kwa mafundisho ya katekisimu, na mfalme alimwonea wivu padre huyu, akidhani kwamba raia wake watamwacha. Waganga wake wakamhimiza awakataze watu wasimuuzie padre chakula. Siku moja, mtawa mmoja aliyekuwa naye alimwambia kwamba watu wanataka kumuua. Padre Chanel alimwambia kama wanataka kufanya hivyo hakuna shida, kwani heri yake kama angejaliwa kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Mwana wa mfalme mwenyewe pamoja na wavulana wengine walibatizwa na Padre Chanel. Mfalme akawaka hasira, na tarehe 12 ya mwezi Aprili mnamo mwaka 1841 mfalme alimtuma askari wake akamuue Padre Petro. Askari alikwenda misioni pamoja na watu wengine 4, wakaiteka nyumba yote. Wakampiga padre kwa rungu mara 2. Padre Petro Chanel alianguka chini, kisha yule askari akamuua kwa kumpasua kichwa. Petro Chanel alikufa miaka 3 tu baada ya kuwasili kisiwani Futuna. Hata hivyo, baada ya kifo chake, dini ya Kikristo ikaenea kwa kasi katika kisiwa cha Futuna. Ndani ya miaka 2 watu wa kisiwa chote wakawa Wakristo. Mkatekumeni mmoja alitoa ushuhuda juu ya Petro Chanel akisema, huyu anatupenda na anafanya mwenyewe alivyotufundisha, na zaidi mno anawasamehe maadui wake, na kwa sababu hiyo mafundisho yake ni mazuri. Papa alimtaja kuwa mwenye heri mnamo mwaka 1889 na kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1954. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Petro Chanel, padre na mfiadini. Katika kazi ngumu ya kimisionari kama hii, tunapaswa kuwa watu watakatifu. Rejea ya Mtakatifu Petro Chanel. Watakatifu wengine tarehe 28 ya mwezi wa 4. Watakatifu Vitalis
na Theodora, na pia watakatifu Didymus, Aphrodisius, Victorius, Manirus, Donatus, Maulira, Lucianus na Nise, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Petro Chanel, padre na mfiadini. Utuombee.